Mansa Musa ataenda kupitisha kwenye 1 2 3 za kimichezo kimataifa na za hapa Tanzania. Kubwa zaidi ni Simba Sports Club mnyama Bi Zubeda CEO ameongezewa mkataba. Pia la pili kubwa kuliko lote ni bwana kuhusiana na Luis Jose Miquissone ameomba kurejea. Pia tutagusa pale katika klabu ya Young Africans, tumeweza kuona wameweza kufanya baraza ndani ya Zanzibar. Huku Azam na Singida nao wakirejea Tanzania kwa ajili ya mchezo wa kimataifa. Moja kwa moja kwanza na Simba Sports Club. Bwana, kwema? Kwema kabisa. Salama? Salama kabisa. Naona kuna uzi wa mashetani wekundu. Manchester United, timu kutoka moyoni, timu ya kimataifa. Timu ya kimataifa, japo tunaitwa vibonde, ila sio mbaya, tutashinda. Tutabeba taji la ligi kuu pale England. Okay. Bwana, mimi kila laheri kwenu. Shukrani. Sasa tuende moja kwa moja kwa timu ya Simba Sports Club mnyama. Bi Zubeda akaongezewa mkataba. Inasemekana za ndani kabisa kaongezewa mkataba pale na Simba Sports Club bila baadhi ya wajumbe kufahamu hili swala. Hivi swala limekaaje katika utendaji wa klabu nzima? Kwanza kabisa tutakiwa tufahamu kwamba Bi Zubeda alikuwa na kaimu ile nafasi kutoka kwa bwana Francois ambaye yeye baada ya kuteuliwa na serikali ya Rwanda kuwa waziri wa michezo katika serikali yake, na maana nafasi ile ilibakia wazi, ambapo uongozi na bodi ya wakurugenzi wa Simba walimteua Bi Zubeda kwenda kukaimu ile nafasi kwa takribani miezi 6. Kwa hivyo miezi 6 tayari imeshakuisha. Kwa hivyo nafasi ile tena itakiwa ifanywe utaratibu ili patikane CEO mwingine. Okay. Kwa hivyo klabu ya Simba ikaamua kumtumia tena Bi Zubeda kwa sababu tayari ameshaonesha na uzoefu na ana uwezo wa kuitumikia nafasi ile kwa ufasaha mzuri zaidi. Unaona Bi Zubeda amefiti kwa Simba kwa kipindi cha miezi 6, unaona kuna mafanikio au watu wote wamepiga chini ya Bi Zubeda? Mafanikio ni makubwa sana. Kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tunaangalia pia ujio wa kocha bwana Pantev umekuja chini ya uongozi wa CEO Bi Zubeda, na tunaona ameenda kuibadilisha timu katika namna moja au mbili, inaleta mafanikio makubwa na matumaini kwa wana Simba, japo huenda labda matokeo ya juzi yakawa yamewavunja moyo wengi, lakini hakuna timu zote zinaenda kucheza ili kupata matokeo. Na ni matokeo ya mchezo yako matatu, kuna kufungwa, kushinda na kutoa sare. Kwa hiyo Bi Zubeda unaendelea kumpa nafasi ndani ya Simba wewe? Nampa nafasi nzuri na ya kufanya mazuri zaidi. Ataenda kuwa ni moja kati ya chachu na kiongozi ambaye ataisaidia klabu ya Simba katika mafanikio makubwa sana. Hasa sasa hivi tupo kwenye mashindano ya kimataifa. Simba tupo katika group stage katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hivyo naamini ataisaidia timu, itafanya vizuri zaidi. Bwana, twende hapo moja kwa moja kudondosha kwa Luis Jose Miquissone. Luis Jose Miquissone, Konde Boy amewauliza wana Simba. Nirudi hapo au vipi? Ukipita katika posti yake utaona bwana huyu aliwauliza kweli mashabiki wa Simba. Nani baada ya kupoteza? Baada ya Simba kupoteza mchezo wake, huenda yeye alitazama kuna nafasi ambazo angezipata yeye angemaliza. Akirudisha kumbukumbu aliwahi anaona Kibisa wala kawa Kibisa. Akirudisha kumbukumbu zake, aliamua mechi ngumu. Okay. Mechi ya Simba dhidi ya Al Ahly. Akitandika bao kutoka mguu wa kushoto mbali kabisa kule na kuiandikia Simba ushindi wa goli 1 na kuondoka na alama 3. Kwa hiyo anaona kuna namna pale Simba kuna watu hawazitumii nafasi usahihi, kwa sababu kama ukiwa mchezaji tena mchezaji mkubwa unacheza klabu kubwa ya Simba Sport Club, unapopata nafasi moja unatakiwa uitumie ili upate goli. Sasa mtu anapata nafasi 3, anapata nafasi 4, anazikosa zote. Wakati hao kina Luis Jose Miquissone wanaona kabisa nilikuwa nikipata nafasi moja ni nafasi ya dhahabu. Timu inaniangalia, mashabiki wananiangalia, wanataka mafanikio zaidi. Tuliona mpaka tajiri aliweza kushika kichwa. Unahisi ambino alitumia mwalimu kumweka Elie Mpanzu kama namba 9 ilifeli? Kwanza mfumo alioingia nao bwana Pantevu kitaalamu wetu force 9. Tuenda kucheza lakini tukiwa hatuna striker. Kimbinu mwalimu alifaulu. Mwalimu alifaulu, ila aliangushwa na umakini wa wachezaji, kwa sababu tunaangalia timu kuanzia dakika ya 72 kurudi nyuma. Timu ilicheza vizuri ikiwa haina striker, lakini baadaye tunaona sabu ya bwana Jonathan Soa pia na Steven Dese Mukwala, hakuna nafasi iliyotengenezeka.
Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba mwalimu alifaulu kimbinu. Akiangalia kabisa eneo la walinzi wa Petro Atletico di Luanda ni wachezaji ambao walikuwa na uwezo wa kuanza mashambulizi kutokea chini. Ndio maana akaamua kumweka Elie Mpanzu Kibisawala, akamweka pia na Joshua Mutale Budo, kwa maana Budo au Joshua Mutale ni mtu wa kuplace. Kwa akisogea kwenye eneo la uanzishaji wa Petro Atletico di Luanda lazima ataenda kuongezea pressure, huenda wakabutua mpira. Kwa hivyo kocha alitengeneza nafasi nyingi sana. Tumeona nafasi za Elie Mpanzu Kibisawala nafasi 3 amezipoteza. Tumeona nafasi ya bwana mdogo Morris Abraham pia afanyaje, amepoteza nafasi hiyo. Tumeona free header ya Rushain Dulac, sawa, imepigwa foul nzuri kabisa, lakini amepiga free header. Mwalimu wewe umemtoa kwenye lawama kabisa. Binafsi kwenye lawama mwalimu hayupo, kwa sababu angekuwa hajatengeneza nafasi kabisa tungesema bwana mwalimu amefeli kimbinu. Kwa hiyo mbinu zile za kutumia force number 9 zimesaidia Simba kucheza vizuri tofauti na walivyoingia namba 9 wenyewe. Bila shaka, kwa sababu tukiangalia wale Petro Atletico di Luanda wanatokea nchini Angola, ambapo falsafa ya soka lao linatokana na nchi ya Ureno. Wana uwezo wa kukaa na mpira, wanatumia nguvu, wanakuja kwenye eneo lako la kushambulia vizuri zaidi. Akaona mwalimu kwamba akienda na striker kwenye mchezo huu ataenda kuwaongezea mzigo wa wachezaji wengine. Ndio. Kwa akaona bora niende na watu ambao watakuja kukaba pamoja, watapeleka mashambulizi pamoja. Kwa hiyo kimbinu mwalimu alifaulu kwa asilimia kubwa sana. Kwa namna ulivyoweza kuona mchezo wa Simba dhidi ya Petro de Luanda, sasa Simba wanaenda kuvaa Stade de Marine, si ndio? Kasi jakosea. Sasa unaona kwa mbinu hizi mwalimu kitu gani apunguze, aongeze, ama ni sehemu gani mwalimu anatakiwa aweke sawa zaidi? Upande gani ni mwalimu anatakiwa akaze hasa? Kwanza tunaamini mara nyingi Simba mnyama amekuwa akianza hatua hizi za makundi kwa matokeo mabaya. Lakini huko mbele huwa anafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo cha msingi na cha kufanya, mwalimu anatakiwa aangalie ni mchezaji gani akimpatia nafasi kwenye kikosi chake anaitumia nafasi kuwa goli. Kwa sababu tumeona kina Elie Mpanzu wamekosa magoli ya wazi kabisa. Lakini kuna nafasi ya kwenda kujipanga, na mwalimu akaenda na mbinu zaidi, akiwasoma Stade Malien, akiona namna gani anaweza kaenda kawafunga au akapata matokeo mazuri. Kwa hivyo hii ni mechi ya kimkakati ambayo Simba kwa namna yoyote anatakiwa hakikisha anaishinda mechi hii. Unahisi Simba akipoteza mechi hii tumsahau kuingia robo finali? Mpira una matokeo magumu sana. Na mpira ni mchezo wa maajabu sana. Anaweza akapoteza Simba michezo miwili, lakini baadaye akawa na nafasi kubwa zaidi, kwa sababu atakuwa amebakiza takriban mechi 4. Na unahisi hizo zote atatoboa? Maana wanasema kuna Mwarabu pale, na Waarabu siku hizi hawashikiki. Kwa soka la sasa hivi jinsi ilivyo, hata wao Waarabu wanafahamu kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Unapoizungumzia soka la Tanzania, hapa tukivizungumzia vilabu vikongwe kabisa, Simba na Yanga mfano. Hivi ni vilabu ambavyo vimekuwa na matokeo magumu sana mbele ya Waarabu. Kiasi kwamba wao wenyewe wanaamini kwamba ukikutana na Simba, ukikutana na Yanga, kupata matokeo si jambo la rahisi. Ukiona mchezo uliopita wa Yanga na AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco, Yanga wameenda kupata matokeo kwenye kipindi ambacho watu wengi walikuwa hawaamini. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba Waarabu pia na wao wanacheza mpira kama sisi, lakini pia uwezo wao huenda ukawa sio mkubwa kama sisi, au tukawazidi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unawapa nafasi Simba wakikaza buti robo finali hapa. Na Simba akikaza buti robo finali anafika. Mwalimu atakiwa tu azingatie kikosi chake anavyokipanga, aangalie namna gani game approach ikoje. Hivyo kitamsaidia sana. Twende moja kwa moja hapo, tubaki hapo kwa Simba Sports Club mnyama. Simba Sports Club anaendelea kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumeona maneno kadhaa yakitoka kwa Ali Shaban Kamwe akisema kwamba wanashushushu wao ndani ya Simba, anaendelea kuwapa maneno na kawapa onyo, kaambia sisi mara ya mwisho Yanga kati tunacheza pale, yani kwamba waliona moshi mweusi. Hii kile kiliwatisha, ule moshi ulikuwa ule unatoka wapi, wakashangaa tu kuna moshi, kikawatisha kakimbia uwanja wa Mkapa. Simba kwa nini kabaki? Inabidi naye akimbie. Je, swali unahisi kuna ukweli wote maneno yalikamwe haya, ama ni kuapa janja Simba waanze kupata uoga wame hapa? Mimi naamini kwamba kwenye mpira pia kuna kitu kinaitwa propaganda. Propaganda zinaweza zikawa za kweli, zikawa nusu kweli, nusu uongo, au zikawa za uongo kwa namna moja ama nyingine. Haya mambo huenda yakawepo, yasiwepo, au yanasadikika tu kuwepo. Kwa hivyo mimi naamini kwamba Simba kihistoria, uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao umempa matokeo mazuri zaidi kuliko viwanja vingine vyovyote. Kwa hivyo mpaka leo Simba imani yake bado iko kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naamini
kwamba kama Simba angepata matokeo kwa sababu nafasi alizopoteza ni nafasi za wazi kabisa. Kama Simba angepata matokeo tusingekuwa tunakusema haya yote. Kwa sababu hata Waswahili wanasema kifo chochote kikosi sababu. Kwa hiyo hizi ni sababu. Kifo ni okay. Basi nikushukuru sana mpaka hapo. Nashukuru sana.